Amen. Kwa majina naitwa Lucy Chomba na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Chomba is my husband. Chomba ako pale. Anaweza simama wave. Asante. That is my husband and I thank God for him. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Bishop Peter Randa Bunde. Bishop being our bishop hapa. Wakati niliambiwa nitahubiri sikudhani he will be around. But I thank God for him. My interpreter anajua tumekuwa kwa hii ofisi and he has been our boss. And wakati umeambiwa utasimama mbele yake ubiri, lazima unatukuzwe. But I thank God serving. Like you cannot see Bishop Peter Randa and you remain the same. You have to change by fire, by force. Hapo hakuna choice. Bwana sifiwe. And I thank God for him. I thank God for mom. Mom, I respect you. Through him I've grown, through her I have grown a lot. Nimeona Mungu katika maisha yangu na kupitia kwake. Ninaposema hivyo, I have a lot to say about her. Lakini ni vile time haiko. I would like to thank the board and the leadership ya wamama ambao waliketi chini na wakaona ya kwamba inafaa siku ya leo tukaweze kuminister the word of God. So, by God's grace, nimeweza kubarikiwa na watoto 4. Wa kwanza ambaye ni anaitwa Caroline Chomba. Caroline Chomba, unaweza simama. That is our firstborn. And then we have our secondborn, our third and our lastborn. So wengine hawako hapa, wengine wako kwa ibada ya Sunday school. Na pia kuna kijana kwa ambaye yuko pamoja nasi. Na ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya baraka ambazo amenibariki nazo. Pia mimi niko na wajukuu wawili, 2 beautiful girls ambao ni wajukuu na ninashukuru. Sasa I wanted to use an example kwa hii jamii yangu. Niko na huyu mtoto mwenye ako PP2 ambaye ni wa 3. Na the other day akaniambia birthday yake ni lini. Na mimi nikamwambia birthday yako haijafika. Because by God's grace, hawa watoto wangu Mungu aliwapanga in a way ya kwamba mkubwa alizaliwa June, mwingine akafuata July, mwingine akafuata August, na wa mwisho akafuata September. So Mungu amewapanga in that order. So the boy told me, birthday yangu ni lini? Mimi nikamwambia birthday yako itakuja ya 3. Kwanza tunaanza na yako hii, tunaenda ya Gesheha, sasa ni yako, alafu ya Ethan itakuwa ya mwisho. Akasema hapana, huwezi leta birthday yangu karibu. Nikamwambia hapana, birthday ya mtu inakuanga kulingana na vyenye ulizaliwa. So hakuelewa hiyo maneno. Lakini nikamwambia kwanza lazima tusherekee birthday yako hii, alafu ndio tusherekee Gesheha, ndio tukuje yako. Bwana asifiwe. Na kwa nini alikuwa anasema hivyo? Ni kwa sababu aliattend birthday nyingine ya jirani, that is Fred yake. Na akapata magifts zenye alipewa. And he knew ya kwamba hata yeye birthday yake atapata keki. Alijua kwa hiyo ataleta keki, atakata keki, atafarishwa kofia. That joy of kugojea birthday. Ndio maana anasema birthday yake iletwe mbele. But niko na my daughter Caroline, birthday yake ilikuwa jana. Na imagine hata baba yake hakukumbuka kuna birthday. Na thank God mimi at least nilikumbuka. I think I was the first person kumuwish birthday. Lakini unapata ya kwamba upendo kwa hii aliyo nayo towards the father haitapunguza. Kwa sababu gani? Hakuattend birthday yake. Bwana asifiwe. So ninasema hivi, hii wiki ya wamama, we are speaking of growing in faith. And I'm using that example kuonyeshana ya kwamba why is she not complaining about her birthday? Ni kwa sababu gani?
ni kwa sababu amemachua. Amegrow to a level ya kwamba anajua either the father remembers there is a birthday or not. That does not make him lesser his father. Bwana asifiwe. And that is what the Bible is telling us about growing in faith. Bwana asifiwe. My sister ningeomba tu tutaendelea na yeye na Mungu atakuwa wa baraka. So let us read in the book of 2 Thessalonians. 2 Thessalonians. That is where our theme is coming from. Ningependa tufungue kitabu cha Wathesalonike wa pili. Hapo ndipo somo letu linatoka. Starting from 3. Kuanzia mstari wa 3. Unaweza soma? Wathesalonike wa pili. Mstari wa kwanza. Yes, verse 3 from verse 3. Wathesalonike wa pili, mlango wa kwanza, mstari wa 3. Biblia inasema hivi: Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kama ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu inazidi sana na upendo wa kila mtu kwenu kwa wenzake umekuwa mwingi. Amen. God bless you, our sister. Amen. The Bible is talking about 2 Thessalonians. Biblia katika Wathesalonika wa pili inazungumzia. Yes, and as I was listening to our sister when she was ministering in our second service, nilipokuwa ninamsikiza mhuduma wa ibada ya pili, I realized that whatever she was saying is what I have in my notes. Niliona ya kwamba kile ambacho alikuwa anazungumzia ndicho nilikuwa nimeandaa pia. And I was like, what do I talk about now? Na nikajiuliza, je, nitazungumzia nini? And I remembered that we have our pastors who have been ministering the same thing kutoka first, second and third service. Na nikakumbuka ya kwamba kuna wahuduma pia wengine wamekuwa kihudumia hilo somo. And I said I will raise my point as they are. Na nikajiambia ya kwamba nitazungumzia hili somo jinsi nilivyoandaa. And I know that it will be a blessing in our lives. Na ninaamini ya kwamba itakuwa baraka katika maisha yetu. As I was giving my story about my family, nilipokuwa ninahadithia juu ya jamii yangu, I was imagining of our bishop being in Homa Bay. Nilikuwa ninafikiria kwamba askofu atakuwa kule Homa Bay. And if he could be asked to write about the church of Dandora Cathedral, na kama angeliulizwa aandike kuhusu kanisa hili la Dandora, what could he have written about? Je, angeandika kuhusu nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. And I remember Paul, as I looked at the scriptures, ninapotazama maandiko ninakumbuka Paulo. Paul is the author of the book of 1st and 2nd Thessalonians. Paulo ndiye aliyeandika kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza na wa pili. We have some people who are saying that he might not be the one who wrote the 2nd Thessalonians. Kuna wale ambao wanasema pengine asiwe ni yeye. But you find that he the one that wrote the 2nd Thessalonians because there is a lot of similarities between 1st and 2nd Thessalonians. Lakini unaona ya kwamba ni yeye aliandika, ni kwa sababu hivi vitabu viwili vinafanana. So he is the founder of the church in Thessalonica. Kwa hivyo yeye ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa kanisa hilo la Wathesalonike. And when he is writing now the 2nd Thessalonians, na alipokuwa anaandika waraka huu wa pili, he was giving thanks to God. Alikuwa anamshukuru Mungu because of their faith, kwa sababu ya imani yao, because of their love, kwa sababu ya upendo wao, and their patience. Na pia kwa sababu ya ile hali ya uvumilivu. He gave God glory, alimpa Mungu utukufu, for the increase of the graces in these three parts. Alimpa Mungu utukufu ni kwa sababu ya jinsi walipata neema ya kukua katika maeneo haya matatu. Where there is truth of grace, mahali ambapo kuna neema, there is increase of it. Pia kuna hali ya kuongezeka. I want to repeat that. Where there is truth of grace, there will be the increase of it. Mahali ambapo kuna neema, pia kuna ile hali ya kuongezeka. And where there is increase of grace, na mahali ambapo neema inaongezeka, God must receive all the glory. Mungu ni lazima apokee utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, why are we saying that God must receive all the glory? Ni kwa nini tunasema ya kwamba Mungu apokee utukufu? We have Paul, tunaye Paulo, who is the founder of the church in Thessalonians, ambaye ndiye mwanzilishi wa kanisa hili la Wathesalonike. And
in the First Thessalonians, Na unaona ya kwamba katika waraka wa kwanza wa he Wathesalonike was telling them about how they are supposed to increase in their faith and all that. aliwazungumzia jinsi wanavyostahili kukua katika imani yao. And now in 2 Thessalonians, Na katika waraka huu wa pili he is giving thanks to God anampa Mungu shukrani, because their faith had grown very fast. ni kwa sababu imani yao ilikuwa imekuwa kwa kiasi cha haraka. And because their faith had grown very fast, Na kwa sababu imani yao ilikuwa imekuwa haraka, their love abounded. upendo wao pia uliongezeka. Their patience was well as faith increased. Uvumilivu wao pia uliongezeka kama vile imani yao iliongezeka. That is why Paul was giving thanks. Na ndiyo kwa sababu Paulo alikuwa anatoa shukrani. And that's what I was thinking of our bishop. Na nikawa namwazia askofu, If he was to write about Pefandadora Cathedral, kama angeliandika barua kuhusu kanisa hili, angesema wakati tulianza hii kanisa, let me use that in Kiswahili. Angesema wakati tulianza hii kanisa, imani yetu imepanda ama imerudi chini. Bwana asifiwe. amen. Now, because of this, how then can our faith grow? Kwa sababu ya hii imani yetu itakuwa kwa njia gani? And as I was telling you that our sister said most of the points. Kama nilivyowaambia kwamba mnenaji wa ibada ya kwanza alizungumzia maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Number 1, how does our faith grow? Imani yetu itakuwa kwa jinsi gani? Feeding your faith. Jambo la kwanza ni lazima ulishe imani yako. You have to feed your faith. Ni lazima uilishe. How do you feed your faith? Utailisha kwa njia gani? That is through the word of God Ni kupitia kwa neno la Mungu and prayers. na maombi. Faith comes by hearing, Imani huja kwa kusikia and hearing the word of God. na kulisikia neno la Mungu. That is John 10:7. Hiyo ni kitabu cha Yohana 10 mlango wa mstari wa 7. For you to have faith, Ili wewe uwe na imani, you must read the word of God. ni lazima usome neno la Mungu. Why are you reading the word of God? Kwa nini unalisoma neno? Because you want to know God more. Ni kwa sababu unataka kumjua Mungu zaidi. And I was thinking of when we are in college or when we are in school, Nikawa ninawazia wakati tuko shuleni and you have a project, na una ile kazi unastahili kutimiza. and you make sure that you have done all the research Unahakikisha ya kwamba umefanya utafiti wote that is needed for you to do that project. ambao unatakikana ili ukaweze kukamilisha ile kazi. Otherwise, if you don't do that, you will fail. Usipofanya hivyo utapata kuanguka. And now for you to grow in faith, Ili wewe ukaweze kukua katika imani, you must know the word of God. ni lazima ulijue neno la Mungu. Have yourself a good Bible, Kuwa na Biblia nzuri. because that is the food that you need every day. Ni kwa sababu hicho ndicho chakula unastahili kuwa nacho kila siku. When you are reading your Bible, Unapolisoma neno, have yourself somewhere you are writing. kuwa na mahali daftari ya kuandikia. Whenever you're going through your items and you find that paper or you find that notes there, Unapopitia hicho kitabu na uone hayo maandiko, you will remember what God says. utakumbuka Mungu alisema nini. When you go through the word of God, Unaposoma neno la Mungu, you will know the promises of God, utajua ahadi za Mungu and you will stand firm in the Lord. na utasimama imara ndani ya Mungu. Why? Kwa nini? When sickness comes in your family, Magonjwa yanapokuja katika jamii yako, do you have a word to tell God? je, una neno la kumkumbusha Mungu? Can you stand and say that the Lord says this and I stand by your word and I believe it will be so? Unaweza simama na useme neno la Mungu linasema hivi na ninaamini ya kwamba linasema hivi. Your child did the exam. Mtoto wako kama alifanya mtihani, You don't know what is next. haujui nini kiko mbele. What is the word of God saying about it? Neno linasema nini? Feed yourself with the word of God. Jilishe na neno la Mungu. When you have the word of God, Unapokuwa na neno la Mungu, it will be very easy for you to go to the Lord. itakuwa rahisi sana kwako kumwendea Mungu. Why? Kwa nini? The beginning point of faith is believing in God's character. Mwanzo wa kuamini Mungu ni lazima kwanza uamini ile tabia ya Mungu. He is who he says he is. Yeye ndiye Mungu. Number 2, Jambo la pili, the end point of faith is believing in God's promises. jambo lingine la imani ni kwamba ni lazima uamini ahadi za Mungu. Number 1, you have to believe in his character. Ya kwanza tunaamini ile tabia yake. He is who he says he is. Yeye ndiye aliye. Number 2, you have to believe in his promises. Jambo la pili unaamini ahadi zake.
Now, the first thing you did, you said, yes, God, I have accepted you as my personal savior. Jambo la kwanza ulilofanya ni kwamba ulimkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako. And you believed that he is there. Na ukaamini ya kwamba yeye yupo. And he exists. Na kwamba yupo. Number 2 is to believe on his promises. Jambo la pili ni kuziamini zile ahadi zake. But you don't know what his promises says. Lakini kama haujui ahadi zake zinasema nini, what will you tell God? Utamwambia Mungu nini? Bwana asifiwe. Amen. Undecided people cannot make up their minds between good and evil. Watu ambao hawawezi kufanya uamuzi, hawawezi kutambua mabaya na wala mazuri. The word of God will help you to make everything that you would like to decide in this world. Neno la Mungu litakusaidia kufanya uamuzi bora katika ulimwengu huu. Why? Kwa nini? You are basing whatever you're saying in the word of God. Ni kwa sababu unasema kile ambacho unasema kulingana na neno la Mungu. People who are not deep in the word of God, watu ambao hawajalijua neno la Mungu kwa undani, you find that even their decision they are making according to their friends. Unapata ya kwamba hata uamuzi wanaofanya wanafanya kulingana na marafiki. You cannot stand and say that, mother, I have said this is not right, it is wrong. Hauwezi kusimama mahali na useme nimesema hii sio sawa. You want to walk according to what mother is telling me. Unataka kuenenda kulingana na vile mwenzako anasema. If she's not telling me what is according to the word of God, kama hakuambii kulingana na neno la Mungu, I will have all the boldness to say no. Utakuwa na ule ujasiri wa kukataa. So when you are deep in the word of God, you are strong. Unapolijua neno la Mungu utakuwa na nguvu. To make any decision that you are making, even in your home. Katika kila uamuzi, hata katika nyumba yako. Before you speak those words to your husband, kabla hujamnenea mume wako, you have to ask yourself, how will he feel? Unafaa ujiulize, je, atayachukulia maneno hayo namna gani? If I was the one to receive that, kama ni mimi ningeliambiwa hivyo, ingekuwa namna gani? Yes. Because you are basing everything that you are doing in the word of God. Ni kwa sababu mambo yako yote unayasema kulingana na neno la Mungu. Let us study the Bible. Tujifunze neno la Mungu. Know what the Bible is saying. Tujue neno la Mungu linasema nini. Do it. Na tulifanye. The other thing is prayer. Jambo la pili ni maombi. Still under faith. Iko pia katika hiyo hali ya kulisha imani yako. Because when you go before God in prayer, ni kwa sababu unapomwendea Mungu katika maombi, and you believe what the Bible says, na unaamini kile Mungu anasema, and you believe he will answer your prayer, unaamini ya kwamba atajibu maombi yako. Number 2, how to grow in our faith is exercise your faith. Jambo la pili la kukua katika imani ni ile hali ya kufanyisha mazoezi imani. Exercise your faith. Kufanyisha mazoezi imani yako. What do you believe in? Unaamini nini? I remember when I was a young person, I was 22 years old. Nakumbuka nilipokuwa miaka 22. And I was attending our home cell in civil servant. Na nilikuwa ninahudhuria ile ushirika wa nyumbani wa pale wa civil servant. I had just joined this church na I had a small job. Nilikuwa tu ndio nimeingia katika kanisa hili na nilikuwa nimeajiriwa mahali. And it was not very well paying. Na mahali pale sikuwa napata pesa mzuri. But our host there was called Mary Chege. She is now the late. Na yule ambaye alikuwa mwenye hiyo nyumba ya ushirika alikuwa anaitwa Mary Chege. And I was still fighting with myself about giving tithe. Na nilikuwa bado ndani yangu ninangangana juu ya kutoa zaka. Because I was wondering, this little that I'm receiving, how can I again give tithe? Kwa sababu nilikuwa ninajiuliza, hii pesa ninayopokea ni kidogo sana, sijui nitatoa zaka namna gani. And when we attended that home fellowship, na tulipohudhuria ushirika huo, I remained behind. Nikabaki nyuma. And those people who knew Mary Chege, na wale waliokuwa wanamjua Mary Chege, she's the kind of a woman mwenye alikuwa ameenea kwa imani. Yes. And I asked her, what can I do about my tithe? Whatever I'm getting is very small. So what can I do? Na nikamuuliza ushauri ni kwa sababu ya kutoa zaka. And then she told me, my girl, na akaniambia msichana wangu, even if you're earning 10 shillings, hata kama unapata shilingi 10, 10 cents is not yours. Shilingi moja sio yako. It belongs to God. Ni ya Mungu. And if you have to change that, na kama ni lazima ubadilishe, maybe you increase it. Labda tu uiongezee, but not reduce it. Lakini sio kupunguza. Because the word of God is true. Ni kwa sababu neno la Mungu ni kweli. Sure, what she told me, vile aliniambia, if you want to be giving even more in your tithe, kama ungependa kutoa zaidi, put more in that envelope. Weka zaidi katika hiyo bahasha.
And I am telling you, since that time, Na kuanzia wakati huo I told God I'll be giving what belongs to God to him. nikamwambia Mungu kwamba nitakuwa ninamtolea kile ambacho ninastahili kutoa. And and since that time, I was 22 years old. It was a long time ago. Ilikuwa ni kitambo sana, manake nilikuwa miaka 22. And now when I came to get married, Na wakati nilikuja kuolewa, I was wondering whether now my husband atakuwa akiniuliza mambo ya tithe. Bwana asifiwe. Because I remember one lady who told me about the husband ageitikia atoe tithe. Bwana asifiwe. Amen. And now I was like, now what do I do? So when he approached me for marriage, alipo nijia huyu mume wangu kwa sababu ya kuolewa, nashukuru Mungu ni kwa sababu I had the record. I thank God because I had the record of tithe. Nilikuwa na ile. So the first thing I did was to check on how he tithes. Kwa hivyo kitu cha kwanza nilifanya, niliangalia jinsi yeye huwa anatoa. And with that niliweka tick. And I approved it. Amen. So when I married him, nilipoolewa naye, I found that he is even more stronger in tithing than even I am. Nikatambua ya kwamba yeye ni mtoaji zaidi hata kunishinda. Why? Because he told me, ni kwa sababu aliniambia, you have to bring your tithe, unaleta zaka yako, and I bring mine, ninaleta yangu, so that we can give together, ili tutoe. And with that I will be very sure that you have given your tithe. Na hapo nitakuwa na uhakika pia wewe umetoa. Because in case you fail to pay your tithe, ni kwa sababu ukikosa kulipa zaka yako, even the consequences that you find you will also find me. Yale mambo yatakayokupata pia mimi yatanifikia. That is what happens when you exercise your faith. Hiyo ndio huwa inafanyika wakati unafanyisha imani yako mazoezi. The Lord will take you to the other level. Mungu atakuinua kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And you have to exercise your faith in everything that you do. Ni lazima ufanyishe imani yako mazoezi katika kila maeneo ya maisha yako. Because faith cannot be touched. Ni kwa sababu imani haiwezi kugusika. But it can be seen. Lakini inaweza kuonekana. Speak to your faith. Number 3. Jambo la 3, zungumzia imani yako. Speak to your faith. Zungumzia imani yako. So there are times you speak of things that you yourself you might even doubt. Kuna wakati mwingine unazungumza maneno mpaka pia wewe mwenyewe unakuwa na shaka. Faith and doubt, they cannot be in the same basket. Imani na shaka haziwezi kuambatanisha. If you are a woman of faith, kama wewe ni mama wa imani, speak faith in everything that you are going through. Nena imani katika kila jambo unalopitia. And it shall come to pass. Na itatendeka. With that, I also have an example of one of our leaders. Nina mfano wa kiongozi wetu mmoja. That is in the youth department. Katika idara ya vijana. And we had a wedding here, and he was like, who will wash the church? Tulifanya harusi hapa na akawa anauliza nani ataosha kanisa. And he approached one of the workers and akamwambia, sisi, let me use in Kiswahili ndio nipeleke haraka. Akamuuliza, sasa nani ataosha kanisa na wenye tunaoshanga nao kanisa wamesimamia harusi. Bwana sifiwe, usiende, bado usiende. So sasa akamwambia one of the ladies, nyinyi ndio mnaosha kanisa, sisi hatuoshi. So that lady came to me. Akaniambia, vijana wamesema waoshi church. Nani amesema? Nikauliza. Nikaambiwa ni fulani. And then I told that person, niitie fulani. Akamuita na tukakuja kwa ofisi. And now hii issue ikabidi sasa I had to go to the patron. Sasa nimeenda kwa patron akakuja. Akasema ni nini? So tukamwambia, that was Reverend Noah. Tukamwambia wanasema hawataweza kuosha church because wenye wanaoshanga nao wamesimamia harusi. Bwana asifiwe. Na wakati niliona the way patron act ama amefanya kuhusu that jambo, ilinitia imani na nikajua ya kwamba we might not be knowing what we carry. Kwa sababu yeye alisema, that was Ken. Let me just mention his name because he's my friend, hatutapigana. Akamwambia, wewe Ken, enda uambie vijana waoshe kanisa. Na yeye akaacha hiyo jambo ni kama haiko, na hata akaendelea. To me it was a big issue, lakini yeye alisema, enda uambie waoshe kanisa. Na yeye akaendelea na mambo zake. Na the following day, that was on Sunday, tukapata the church was very clean, well organized, and I called Ken. Nikamuuliza, Ken, nani aliosha church? Akasema ni vijana tuliosha.
That time alikuwa very strong. Lakini wakati aliambiwa na Reverend, alienda tu kama moyo wake uko chini. Na nikarealize, you may not be knowing what you have as a leader. You are holding something behind you or in you as a leader. Unaweza unakuwa una kitu ndani yako kama kiongozi. But hujui. Yes. Because you have not spoken it. Ni kwa sababu haujainenea. I asked him. Nikamuuliza. People who are in the wedding, wenye walikuwa wamesimamia harusi, were they the one who watched the church? Akasema hapana. And I realized there is power in what you have. It is only that you have not spoken it. Kuna nguvu ndani ya kile ulicho nacho, ni vile tu bado hauja kinena. You don't know. Haujui. Wewe unajindu, wewe yani you look at yourself and you are like, who am I in this church? Praise the Lord. Amen. Who am I in this church? Unajiuliza mimi ni nani hapa kanisani? You are somebody in the eyes of God. Wewe ni mtu wa maana mbele ya macho ya Mungu. You are a young person. Wewe ni kijana. Wewe ni wa maana in the eyes of God. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Speak your faith. Zungumzia imani yako. And the other point is free your faith from negativity. Jambo lingine ni kwamba ukaweze kuondoa imani yako kutokana na mawazo mabaya. Praise God. Free your faith from negativity. Ukaweze kuondoa imani yako isiwe na mawazo mabaya. Feed your faith and starve your doubts. Lisha imani yako na usiweze kuwa na shaka. Surround yourself with people who are positive. Ukaweze kujizingira na watu ambao walio na mawazo ambayo iko sawa. We have some people who are ever negative. Kuna watu ambao kila wakati wana mawazo yasiyo sawa. You tell them this, unawaambia hivi, they have something negative to say. Na wako na mawazo ambayo sio sawa. And if you surround yourself with these people, na unapokuwa na watu kama hawa, you will find yourself going backward instead of going forward. Utajipata ya kwamba unarudi nyuma badala ya kusonga mbele. Some of us, wengine wetu, as we said in our first point, kama vile tulisema katika ile alama ya kwanza, we are not strong in our Christianity. Hatuna ile nguvu katika maisha yetu ya Kikristo. And you can easily make a decision, na unaweza fanya uamuzi basing it on your friend, kulingana na marafiki, and you find that you may end up being somewhere, na unaweza kujipata mahali where it is very hard for you to be out of, ambapo itakuwa ngumu sana wewe kujitoa. One of these days we were just here in the office. Siku moja tulikuwa tu hapa ofisini, and I was encouraging one of our hospitality members, na nilikuwa ninamtia moyo dada moja kati ya wale ambao huwa wanashughulika hapa kanisani. And one of our media members came in, na mmoja wa wale ambao wanahusika na kazi hii ya media akaja, and he overheard our conversation, na akasikia jinsi tulivyokuwa tunazungumza. And when he was listening, he was just doing his own things, but he could hear what we were saying. Alikuwa pale na akawa anasikia kile ambacho tunasema. And he said, you are talking about this. You know, myself, I was even to leave this church and delete all the numbers for the members of this church. Na akasema, hata mimi nilikuwa ninafikiria kuondoka na niondoe namba zote za watu wa kanisa. And we asked him why. Na tukamuuliza kwa nini. And he gave us some of the examples of things he goes through. Na akatuambia mambo ambayo yeye huwa anapitia. But there is one thing that keeps him moving on. Lakini kuna kitu kimoja tu huwa kinamsaidia kuendelea mbele. Because he knows the little thing that he does in this church, ni kwa sababu anajua ya kwamba kile kidogo huwa anafanya hapa kanisani. He knows that malipo haiko na huyo mwenye anamudiscourage. He knows that the one who discourages him is not the rewarder. He is not the rewarder. Yeah, that is the word. Huyo mwenye anamudiscourage anajua ya kwamba he is not the rewarder. Yes. And through him or through God, kupitia kwa Mungu, he has experienced a powerful a powerful increase of his faith. Amepata ile hali ya kukua sana katika imani yake. And he was telling me that if you don't want people to talk about you, na akaniambia kwamba ukitaka watu wasikuzungumzie, just sit and do nothing. Ukae tu na usifanye chochote. But if you want to work for God, lakini ukitaka kumfanyia Mungu kazi, you have to know that people will talk.
Ni lazima ujue ya kwamba watu watazungumza. But what have you decided you as a person? Lakini wewe kama kibinafsi umeamua nini? And even he exceeded by saying that even if you see it, Asha atakuja kuambia songa mbele kidogo. Yes, hata ukikaa utasongeshwa. So if you have not grown in your faith, kwa hivyo kama haujakuwa katika imani yako, your ears will be open to negative things. Masikio yako yatakuwa wazi kusikia mambo ambayo sio sawa. And that will take you backward. Na hiyo itakuvuta nyuma. And now, as the Pefa Dandora Cathedral, na sisi kama washirika wa kanisa hili, what can God talk about us? Mungu anaweza kusema nini kutuhusu? Let us grow in our faith. Tuweze kukua katika imani yetu. Let us feed our faith. Tulishe imani yetu. Let us increase in our faith. Tuweze kukua katika imani. And finally share your faith. Na mwisho shirikisha imani yako. Share your faith. Ukaweze kushiriki na wengine kuhusu imani yako. Tell the other person what you know about God. Mwambie mtu mwingine kile ambacho unajua kumhusu Mungu. Apostle Paul, who is the author of this book, mtumishi Paulo ambaye ndiye mwandishi wa kitabu hiki, is also talking about other people who had not grown in faith. Alikuwa pia anazungumzia watu wengine ambao hawakuwa wamekuwa katika imani. And these are the people who are forming themselves in small groups. Na hao ndio watu waliokuwa kwenye vikundi vidogo vidogo. And they were talking of one were Apollo and the other were huyu. And they were bringing division, talking of Apollo and the other one. And you find that there was even jealousies among them. Na pia kulikuwa na ile hali ya wivu. And he was telling them that you must now be leaders. Walikuwa wanamwambia ni lazima sasa wangekuwa leaders at that time. Yes. But they were not, because they were still like small children. Lakini hawangeweza kuwa viongozi ni kwa sababu bado walikuwa wachanga. And that is why I was giving an example with my own family when I was starting. Na ndio kwa sababu nilipeana ule mfano wa familia yangu. Because we have to grow and stop being watoto. Tuache kuwa watoto tuwe watu wakubwa. Because we have to grow and stop being children. Because when you are mature, you will see things in other perspectives. Ni kwa sababu utakapokomaa utaona mambo kwa njia tofauti. Utaacha kukwazika na mambo dogo and you will have been raised to another level. Na utainuliwa katika kiwango kingine. And that's why I use the example of a birthday. Na ndio kwa sababu nikatumia huo mfano wa kusherehekea siku ya kuzaliwa. Mtoto akikuja akiambia babake huku ninunulia nini ya birthday, atamwambia sorry. I forgot. But when it comes to this who is mature, lakini kwa wale ambao wamekomaa, atamuuliza, hey, sasa wewe tutafikiria mambo ya birthday sahi ama? They will talk about businesses. Bwana tukuzwe. Amen. Because that person has grown. Ni kwa sababu huyu mtu amekomaa. When the Lord is looking at us, Mungu anapotutazama, He wants us to have increased in our faith. Anataka tukaweze kukua katika imani yetu. He wants us to mambo dogo about tithing and all the other things. We must have walked past that. Anataka tukaweze kushinda mambo haya madogo madogo. And now we are believing God in healing. We are believing God in doing mighty things. Na tuanze kumwamini Mungu kwa sababu ya uponyaji na mambo mengine makubwa. We want to believe God in bringing more disciples, bringing more people in the church. Tunataka kumwamini Mungu kwa sababu ya kuwaleta wengi kanisani. So he wants us to grow to a level of being a disciple. Angependa tukaweze kukua katika, tufikie kile kiwango cha kukua wanafunzi. Bringing more in the church. Kuwaleta wengi kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So with that little, God bless you so much. Kwa hayo machache Mungu awabariki. So we have tried to shorten our message because of time. Tumejaribu kuangalia kupunguza mahubiri yetu kwa sababu ya muda. God bless you so much. Mungu awabariki sana. God bless you, Martha. Bless you too.